Kutokana na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati vinavyohusisha Marekani, Israel na Iran, hali ya uchumi wa dunia imeanza kuyumba, huku bei za bidhaa muhimu zikiongezeka kwa kasi katika masoko ya kimataifa. Athari hizo zimeanza kugusa mataifa mbalimbali ikiwemo Tanzania, ambapo serikali imeanza kuchukua hatua za kujilinda dhidi ya mfumuko wa bei na changamoto za kiuchumi zinazoweza kujitokeza. Akiwasilisha bungeni, Mwigulu Nchemba ameeleza kuwa serikali imejipanga kuhakikisha uchumi wa nchi unaendelea kuwa imara licha ya misukosuko ya kimataifa. Vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati na vilivyotangulia huko Ulaya ya Mashariki ni tatizo kwa dunia nzima, itakuwa na madhara kwa dunia nzima. Na Tanzania sio kisiwa, ni nchi ambayo inategemeana, inafanya biashara, inafanya mawasiliano, lakini pia na mashirikiano na nchi zote duniani. Serikali imekwisha kufanya tathmini ya awali kupitia sectors mbalimbali, ndio maana tumeweza kupata maoteo kwamba kutakuwepo na mabadiliko ya bei katika baadhi ya shughuli zetu za kiuchumi, ikiwemo la awali kabisa ambalo limeshajitokeza la kupanda kwa mafuta, lakini na mengine kama ambavyo mheshimiwa mbunge aliyoyataja, yakiwemo ya bima. Lakini kutakuwepo pia na matatizo yatakayojitokeza yanayohusiana na matatizo kwenye masoko ya fedha kule duniani, ambako sekta binafsi na serikali tumekuwa tukitumia kama chanzo cha kupata fedha za kutekeleza miradi ya maendeleo kwa njia mbalimbali. Sasa serikali katika kukabiliana na hilo, moja, tunajua tutahitaji zaidi, kama ambavyo Mheshimiwa Rais alikwisha kutoa kauli, tutahitaji zaidi kutumia rasilimali za ndani katika kuweza kuhakikisha kwamba tunatekeleza miradi ya maendeleo, ili shughuli za miradi ya maendeleo ziendelee na nchi iendelee kusonga mbele. Katika baadhi ya maeneo ambayo tunatarajia kuendelea kuyaboresha, kama ambavyo nilisema na kwenye hotuba, tutaweka nguvu kubwa katika kutafiti kwenye madini, tuongeze uchimbaji, tuongeze mapato. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha uliopita, moja ya sekta iliyotuletea mapato mengi ilikuwa ni madini. Katika kuangazia hali hiyo, Media wa Express imefanya mahojiano na Profesa Uria Ngwira Kamuzora, mwanauchumi mashuhuri na mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi NEC, pamoja na Bodi ya Kahawa Tanzania. Profesa Kamuzora ameeleza jinsi mataifa yanavyotegemeana na namna ya kutumia rasilimali za ndani ili kuweza kujilinda na hali ya kiuchumi. Profesa, kuna mataifa ambayo sasa hivi au tangu zamani yalikuwa yanakwenda katika mataifa mengine na kuleta uchokozi, hali ya uchumi duniani inakuwa duni. Ni vipi tunaweza tukakaa mbali nayo mataifa kama hayo sisi Tanzania, lakini pia na Afrika? Hiyo ni ngumu. Unajua, taifa na taifa wanafanana kama maisha tunayoishi nayo kwenye familia zetu. Unaweza mkazaliwa watu wawili mkawa marafiki, mkafanana na mapacha, lakini mnaweza ukazaliwa na rafiki na ndugu yako, mko wawili tu ndani ya nyumba sibling, lakini bado kumbe hampendani. Lakini utaishi naye, uweze kupata kaka mwingine au dada mwingine. Ndivyo na nchi zilivyo. Hatuwezi tukahamisha mpaka kwamba kwa vile tumepakana labda na jirani inaitwa Uganda wakati wa Idi Amin, basi tuame kwa vile sasa hivi kuna Idi Amin, kwa hiyo tuame tukae pembeni. Lazima tuishi naye tu. Na binadamu yoyote duniani lazima ajifunze jinsi ya kuishi na mwenzake. Hakuna njia ya kumkimbia. Ukikimbia huyu unakutana na mwingine. Alafu hata haya machafuko hayatokei kila mara. Kwa sababu sasa hivi tunaiona hii kesi iko kati ya Marekani ikimsaidia Israeli, wanapigana na Irani, wanatafuta labda mafuta. Ndio sababu, kwa sababu kuna ile ni agenda pale. Sasa hiyo kitu huwezi kujua na huwezi kusema kwamba kwa vile leo Amerika imeungana na Israeli basi nijitoe nisiongee nao au nitafute njia gani. Hii haiwezekani. Ni ukorofi wa binadamu wa kawaida.
kwa sababu nchi yule anayeiongoza ndiye anayeionyesha njia. Sasa ukikukimbia hao, Russia na Ukraine sijuzi walikuwa wanagombana, leo wamenyamaza kidogo kwa mbali. Sasa kesho unaweza kukuta nchi nyingine na nchi nyingine wanagombana. Hiyo sio kazi, hiyo sio shida. Shida yetu ni sisi wenyewe kuwa na diplomati ya kufanya yetu ya Tanzania iwe vitani kama ilivyo kwa sasa. Mimi nashukuru uongozi uliopo sasa hivi, viongozi wetu, tushukuru Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan rais wetu anavyofanya anavyojaribu kutengeneza mahusiano mazuri na nchi mbalimbali. Tanzania iko kama kituo cha amani. Ukiangalia kuhusiana na mipaka yetu iko vizuri, hatuna ugomvi na nchi. Sasa hiyo unaweza ukaitengeneza ndani ya nchi yako, lakini kuzuia labda Uganda labda wasije wakapigana na nchi nyingine kama Kongo au wapi, hiyo ni kazi ngumu. Maana ni kuhangaika na sayansi na teknolojia ndani ya nchi yako, ili teknolojia zikulinde endapo tatokea machafuko ambayo yanataka kuingia kwenye nchi yako. Hicho unakiweza, lakini kuanza kutengeneza mazingira kwamba labda sijitoe kuongea na kuwa rafiki wa Marekani au rafiki wa Israeli, haisaidii, kwa sababu rafiki ulionayo leo kesho anaweza akagombana na mwingine au akawa adui yako. Kwa hiyo ni diplomati, yani Tanzania endelee kuwa sasa ya kutofungamana na upande wowote na kuendelea kuwa smart ndani ya nchi. Hiyo tunaiweza ndani ya nchi, kwamba tunaweza tukatunza amani ya ndani, tukatafuta tunapogombana tukatafuta jinsi ya kuelewana kama ilivyo kwa sasa, tume zinatengenezwa na kadhalika, kwamba tuelewe kwamba ni vikombe vikikaa pamoja vinagombana, huyo binadamu ndiye alivyotengenezwa. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunaweza nikashauri kwenye hili. Kwenye peace economy tunahangaika kutafuta suluhu, kutafuta maelewano, kujifunza jinsi ya kuzuia magomvi, ndio kitu cha maana sana. Lakini kutengeneza mtu akakaa kwenye kilasi haijawahi kutokea. Lazima kuna nchi na nchi wanafanya kama familia na familia zinavyotokozana, na kama familia zina akili zinakaa chini zinayamaliza. Kwa hiyo kwa sasa tuna hili tatizo la Marekani, Israeli na Irani na nchi nyingine ambazo especially nchi tatu ambazo tunaona zina ushirika. Ni ngumu. Kitu ambacho kimetusaidia nchi za Ulaya zimejaribu kuna zenyewe kushangaa hazijajoin ule umoja wa NATO, haujakaa pamoja na Marekani. Naamini itafika mahali rafiki zetu wa Marekani na wenyewe msala isiwajie, wakae chini watafute uelewano ili itainishe timu wa kuangalia, ili waadiluki kujiangalia sisi wenyewe ndani tunavyoweza kuhakikisha kwamba uchumi wetu unaenda vizuri, ili usije ukapata hayo matatizo ya hiyo vita. Yaani kama nilivyoongea, hiyo ni kutafuta nishati mbadala, kutafuta teknolojia mbalimbali, zipo tu. Mimi naamini tu vitu vikikunwa inaweza watu wakakaa chini wakapata vitu ambavyo tunaweza kuvitumia ili kupunguza matumizi ya mafuta na kuweza kutafuta suluhu nyingine kwenye jinsi gani teknolojia nyingi zinaweza zikatusaidia kiasi cha kukaa tukafikiri, kwa sababu kama wenzetu walifikiri hata jinsi ya kupambana na Marekani kwa mbali, jirani wamestruggle, wamefanya kazi nzuri, wamejilinda kiasi fulani, kwa sababu walipambana na teknolojia ya ndani na wakaweza kusurvive. Kwa hiyo na sisi tukite kwenye kutengeneza teknolojia za ndani zinazoweza kutusaidia tukaendelea kuwa taifa kubwa. Taifa kubwa la sasa hivi alitegemei wingi wa watu sana, alitegemei ukuaji wa uchumi kutegemea na mali zilizonazo ndani. Zamani rasilimali kama madini, rasilimali ardhi zilisemwa na nadharia mbalimbali za kina Ricardo, akina wengi waliokuja wakieleza jinsi nchi zinazoweza kuendelea kwa sababu ya rasilimali. Inaendelea atakuibia anabeba labda udongo, kumbe anapeleka madini. Kwa hiyo unahitaji watu wako wao wazalendo na waweze kuwa na ujuzi unaoweza kujua hizo rasilimali zako zinaweza kutumika kuongezwa thamani ili zikufanye uweze kuendelea. Lakini ukizikalia tu, tuna mifano mingi na wenzetu
wenzetu kama wenzetu jirani wetu wa Afrika, wenzetu wa Kongo wanaozalisha madini mazuri yanayotengeneza simu hizi zinazotumika kwenye simu, lakini tunajikuta wanaofaidi ni wale wanaotengeneza hizo watumia hayo madini kutengeneza hizo chipu zinazowekwa kwenye simu, na wamesha tajirika kwa sababu hizo simu zina hela nyingi na kila mtu anatumia handset. Wapi wa China unaona watengeneza Huawei simu zao, unaona hapo tunanunua kwa milioni hizo tunasema iPhone tunafanya hivi, lakini madini yanatoka huku kwetu. Shida sio kwamba wenyewe ni wabaya, shida ni sisi hatusui madini hayo tunayatumiaje. Na sasa hiyo teknolojia na ujuzi na uwezo wa watu ndani ya nchi ndio sasa hivi zinavyoonyesha kwamba inaweza ikawa na maendeleo kuliko kuwa na mali ambazo unazo umezikalia na una watu ambao hawajui hata jinsi ya kushiriki. Kwa hiyo teknolojia na uwezo wa watu. Sasa nilikuwa naona rais wa Kenya akijivunia uwezo wa watu, akasema sisi tuna human capacity na human capital hapa Kenya, kwa hiyo tunaweza hata tukawapeleka wakafanya kazi vizuri huko nje na kadhalika. Sasa kama una human capital, knowledge ya watu wako, uwezo walionao katika kuyaona mambo na kudadabua vizuri, unajikuta rasilimali zako zinatumika vibaya. Sasa humo kuongezwa na uzalendo na fikira yenyewe ni capability, kwamba watu wanaweza kulinda vitu vyao vizuri na wakaweza kuwekeza wenyewe kwa taratibu. Sio usikimbie kufanana na nchi nyingine kubwa, lakini anzia pale ulipo. Kama naona serikali inavyoanza na mama ntilie, anayewaona anaona mama ntilie, lakini mtume anawaona kama organize resources, wana organize vitu tulivyo navyo, rasilimali zetu za vyakula, mboga za majani, mchicha tunaozalisha, mahindi tunayolima, unga wa ngano, wanakuja pamoja ndio wanatengeneza vyakula mahali popote, mahali wanapoenda. Sasa hiyo ni mfano mdogo tu. Sasa iko mifano ya wanaoongeza thamani kwenye madini, wanaoongeza thamani kwenye bidhaa nyingine. Kwa hiyo hilo ndio muhimu sana. Sasa tukienda kwenye nishati mbadala, niliona vijana wanatengeneza hapa. Kuna kijana mmoja alikuwa anaonyesha jinsi anavyoweza kutengeneza uzalishaji wa umeme kwa njia ya maji kwa kutumia gurudumu la baiskeli. Somewhere lakini ilikuwa mahali duniani, somewhere niliona fulani wanasema anatengeneza. Sasa ukikusanya vijana kama hao, unatengeneza umeme mdogo kwa kila mito ulionayo, unapata umeme pengine hata kuendesha vitu vidogo. Kwa hiyo tuanzie padogo ili tupate mahali pakubwa kwa kutumia watu wetu tulionao na kuweza kuwapa kuthamini ujuzi wao ili waweze kuona mahali tulionazo. Sisi kama Baraza la Uwezeshaji Wananchi Uchumi tumeshaliona hilo kwamba tunaweza tukawa na vituo vilivyo vijijini kule ili viweze kuwakusanya watu na watu waweze kuona mali asili zilizowazunguka na baadaye ziweze kuongeza thamani na baadaye ndio mwanzo wa maendeleo. Pia Profesa Kamuzora ameeleza namna gani Tanzania inaweza kuweka mikakati madhubuti ya kujilinda dhidi ya poromoko ya kiuchumi na hasa wakati huu wa panda bei kwa mafuta na bidhaa nyingine duniani. Sasa mafuta ni kama mshipa wa damu kwenye usafiri na kwenye uzalishaji. Sasa mshipa wa damu ukikatika, mimi naamini binadamu hataweza kupata damu ya kuingia moyoni. Kwa hiyo kwa kitendo cha kwamba sisi hatuna uwezekano wa kupata mafuta leo na tunapoyapata wao wenzetu wakiamua kusema kwamba tupate mafuta, maana yake tutakosa hiyo mishipa ya kuendesha uchumi. Kama mwili wa binadamu unaweza kukosa damu. Kwa hiyo matokeo yake actually tunaipima kwa kupanda kwa bei za vitu na baadaye kushindwa kuzalisha, na ukikosa kuzalisha sana ndio vitu vinapanda bei. Sasa kifanyike nini? Cha kufanya hapa ni kutafuta tu nishati mbadala ambayo ni ngumu kama jiwe. Yaani
Najua kwamba ni shida, ni ngumu, lakini njia iliyopo ni kuona kama tunaweza tukalisha nishati mbadala, yaani tukatafute. Juzi nilikuwa nawapa challenge ndugu zangu wanaofanya kazi kwenye mradi wa EACOP kwamba je, tunaweza sisi tukachukua mafuta kutoka Uganda tukayasafisha na tukaweza kuyatumia humu nchini? Ni ngumu kwa sababu ujuzi huo hatuna, labda pengine uwekezaji ni mkubwa na kadhalika na kadhalika. Sasa hiyo ni njia ya kutafuta nishati mbadala, ila ugumu wake ndio huo, ukosefu wa ujuzi na ukosefu wa pesa capital. Kingine ambacho kinapaswa kufanyika ni kubana matumizi ya mafuta. Hii inawezekana kama tulivyoona Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan alivyosema, mimi napunguza msafara wangu ili niweze kutunza mafuta. Hiyo ni njia nzuri tu, kwamba je, tunaweza tukapunguza matumizi ya mafuta mingi kwenye mabasi, kwenye magari na kadhalika. Hiyo njia wameitumia hata wenzetu wa Ulaya, ambapo wenyewe walikuwa hawafanyi hivyo kwa ajili ya mafuta kukosekana. Walikuwa wanafanya hivyo kupunguza uchafuzi wa mazingira. Walipokuwa wanafanya, waliweka sheria za kutoa incentive, yani kutoa motisha. Motisha wao ulikuwa, kwa mfano, kama watu mnaishi kwenye nyumba moja, mnapanga nyumba, kwa sababu wenzetu wanaishi kwenye apartment, nyumba zilizokaa pamoja. Tuseme kama Tanzania tunavyokuwa na nyumba ziko kwenye ghorofa na wanaozitumia au wenye nazo ni wengi au wanaozitumia ni wengi. Kwa hiyo walikuwa wanasema, kwa mfano, kama nyumba ina watu kama labda 20, mkinunua kagari kanachotumia mafuta kidogo kama Vitz au gari jingine ambayo inatumia mafuta kidogo, serikali inawapa subsidies, yani inaweza kuwawekea mafuta bure ili muweze kutumia hiyo gari dogo kwa pamoja watu 20. Hiyo ilikuwa inafanyika kwenye nchi ya Norway na na nchi ya iliona tena na Netherlands. Wengine wenzetu tena wenye mafuta wamehama kutoka kwenye kutumia magari kwenda ofisini, wanatumia baisikeli. Wameenda kwenye barabara, wamezichonga vizuri. Maana hapo Tanzania ukitangaza kesho ukasema sasa tuanze kutumia baisikeli kwenda kazini, nafikiri utakuwa hujatumia akili nzuri. Inatakiwa uwekeze kwenye njia za baisikeli. Unaziwekeza hizo njia za baisikeli na kushauri wafanyakazi na watu wengi watumie baisikeli. Inawezekana sana na inasaidia kwenye afya, ni mazoezi mazuri. Mimi nakumbuka hata juzi watu walikuwa wanaonyesha waziri nafikiri alikuwa ni waziri wa Uingereza wakibadilishana ofisi na mwenzake, amekabidhi ofisi katika baisikeli yake akaenda nyumbani. Sasa hiyo kitu kuja kuiweka kwenye mawazo ya Mtanzania inaweza kuchukua miaka. Kwa hiyo lakini bado tunaweza tukaipromote na watu wakaendesha baisikeli. Na juzi niliona watu wakisema Shinyanga watu wanaendesha baisikeli sasa hivi zaidi na wanafanya shughuli zao. Kwa hiyo yabaki magari yanayokwenda kwa masafa na yale ambayo labda inawezekana watu wakaendesha baisikeli wakafanya mazoezi, inawezekana. Kwa hiyo ndio jinsi ya kutafuta. Mimi hiyo nimetoa mfano, lakini naamini tuwepo jopo la kufikiri, wanaweza kufikiri zaidi ili tuweze kupata kitu kingine ambacho kinaweza kikatumia mafuta kidogo kuliko kutegemea kila kitu kitegemee mafuta. Kwa hiyo hata tunaposema kwa mfano sasa hivi tuna nishati mbadala za kupikia, tunaona tunapunguza kutumia labda mkaa na kuni, lakini akitokea mtu akafanya research, unaweza ukakuta hata mkaa ukawa ni kidogo unaotumika, na tukapunguza hata kutegemea hayo mafuta, kwamba kama hakuna gesi, hakuna mafuta, hatuwezi tukapika au tukafanya vitu vingi. Kwa hiyo inahitaji tena kuwa na watu wakakaa chini wakaona ni hizo njia mbili, moja ikiwa ni kupunguza matumizi ya mafuta na nyingine kama nilivyoisema ya kwanza ambayo ni kutafuta nishati mbadala ambayo inahitaji teknolojia mbadala pia. Hii ni ripoti ya Media wa Express na mimi ni Hassan Magulumali.